Mtazamaji, bwana Harmonize Konde Boy kuelekea katika uzinduzi wa albamu yake. Kuna vitu hapa ambavyo vimetufikia studio. Huyu ni kwamba kuna jamaa hapa wa karibu kabisa na timu nzima ya Konde Gang ametupa taarifa za ndani kabisa. Unaambiwa kwamba mashabiki wa Harmonize sasa hivi wamepata picha kamili ya kile ambacho kinachokuja kwenye albamu mpya kabisa ya Harmonize ambayo inatarajiwa kuachiwa hivi karibuni, inayokwenda kwa jina la 31. Baada ya orodha ya wasanii ambao wameshirikishwa katika projekti hiyo kuwekwa wazi, albamu hiyo inatarajiwa kutoka rasmi mnamo Septemba 4 mwaka huu 2026, ikiwa ni albamu yake ya 6 tangu kuanza safari yake ya kutoa albamu. Harmonize amewakusanya wasanii kutoka Tanzania na nje ya Tanzania, jambo ambalo limefanya projekti hiyo kuwa na sura pana zaidi ya mziki wa Afrika Mashariki. Kwenye orodha hiyo ni kwamba wapo msanii kama vile ya Levis, yuko Rayvanny, Yemi Alade, Sofia Nzau, Mario, Mayakun, Mohamed Ramadhani kutoka Misri, Queen Madi, J Melody, Darko, Young Lunya na Stone Boy kutoka Nigeria. 31 itakuwa inafuatia albamu zake zilizopita kama vile Afro East, High School, Made for Us, Visit Bongo na Mziki wa Samia, huku mashabiki wakisubiria kuona kama safari yake mpya itaendelea kuvunja mipaka ya mziki wa Tanzania. Tayari wimbo wa kwanza kabisa kutoka kwenye albamu hiyo umeachiwa unaokwenda kwa jina la Beautiful. Na kwa wasanii hawa bwana walioshirikishwa, unategemea nini kwenye albamu hiyo ya Harmonize? Swali hilo ambalo wadau wameachwa nalo. Hilo ni swali kwenda kwa wadau wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia vile kwenda kwa mashabiki wa Harmonize Konde Boy. Na mtazamaji bwana, mambo ni mengi, mambo ni mazito kweli huko mtandaoni. Jambo linazidi kushika hatamu bwana. Moja kati ya vitu ambavyo vina trend sasa hivi bwana, this time around, baada ya muda mrefu sana kupita, ni situation ambazo zinamhusu Harmonize Konde Boy. Bwana Harmonize bwana, baada ya kuamua kurelease kama unavyoelewa na album yake bwana inaitwa 31, na muda mrefu sana alitangaza kwamba ataitoa, lakini siku zimekuwa zikienda, mwaka umepita, watu wengi sana walikuwa wanasubiri waone album mpya kabisa ya Harmonize. Maana tunafahamu kwamba Harmonize bwana amekuwa akiachiaga album mfululizo, lakini hivi karibuni bwana kidogo ameamua kusitisha uachiaji wa albamu mara kwa mara. Yani amepunguza kidogo ile speed, kwa sababu nakumbuka kwamba almost kila mwaka lazima Harmonize aachie album, lakini this time around bwana kidogo ameamua kurudi nyuma, kusuasua kidogo kwenye swala zima la release ya album zake. So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo obviously vimemeke headline huko mitandaoni, lakini pia vile ni kwamba Konde ameamua bwana tangazo rasmi kwamba ujio wa albamu yake unakuja. Na kama unakumbuka vizuri ni kwamba Harmonize aliipa albamu yake jina la 31, akiwa ilikuwa ina maana kubwa sana kwamba katika maisha yake ile ni albamu ambayo inahusiana au inazungumzia maisha yake tokea alivyozaliwa mpaka alivyofikisha umri wa miaka 31. Harmonize aliweka bayana kabisa kwamba sababu ya yeye kuita albamu yake 31 ni kwamba bwana tokea alivyozaliwa anadai kwamba amejifunza vitu vingi, na ndio maana akaipa jina hilo, na alikuwa amepanga rasmi kwamba aachie albamu hiyo mnamo alivyofikisha miaka 31 mwaka uliopita, miaka kama miwili iliyopita. Lakini mwisho wa siku bwana ni kwamba mambo yamekuwa mengi, mambo yameingiliana, kwa hivyo basi Harmonize bwana ameshindwa kurelease albamu hiyo kama the way ambavyo alivyokuwa amepanga kwamba kipindi na miaka 31. Sasa hivi ana zaidi ya miaka 33, lakini still bado ameamua kuiachia albamu yake hiyo ya 31 ikiwa na jina hilo hilo la 31. Sio kwamba labda amebadilisha eti 33 kwa sababu ana miaka 33 sasa hivi, hapana, ni kwamba anaita jina hilo hilo la 31 kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali, kwa sababu albamu hiyo bwana anazungumzia maisha yake tokea alivyozaliwa mpaka kufikisha miaka hiyo 31. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa sasa hivi hapa bwana ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinafuatiliwa zaidi ni hiyo release ya album yake Harmonize Konde Boy, na kama unavyoelewa kwamba albamu hiyo bwana inatarajiwa kutoka hivi karibuni. Ameshaanza kuachia baadhi ya single kabla ya uzinduzi wa albamu hiyo rasmi, lakini ndio hivyo sasa, kumekuwa kuna ups and downs, kumekuwa kuna vitu vingi sana vimeanza kuzungumzwa, lakini pia vile ukiachana vitu ambavyo vimezungumzwa bwana ni kwamba Harmonize Konde Boy amepitia wakati mgumu kweli, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna baadhi ya vitu viusi vimemkuta, ambapo watu wengi sana wamevizungumzia kwamba bwana kwa namna moja au nyingine bwana Konde bwana inasikitisha kidogo hii issue ambayo imetokea.
Kuna hizi habari za kuhusiana na moja kati ya matukio ambayo yalimeki headline huko zamani, matukio ambayo kusema ule ukweli bwana ni kama vile yali affect kwa kiasi kikubwa sana career ya Harmonize Konde Boy. Nadhani unakumbuka kwamba kuna zile video zake za utupu ambazo alikuwa ametuma kwa binti wa mpenzi wake ambaye ni Kajala, yani binti yake Paula. Zile video bwana kiukweli zili affect sana career ya Harmonize kwa sababu madili kadhaa yalisitishwa baada ya zile video kusambaa. Bwana akapoteza ubalozi katika makampuni makubwa. Kwa hiyo hizi ni drama ambazo zimetokea bwana katika kuelekea uzinduzi wa album hiyo ya Harmonize. Watu wameanza tena kufufua makaburi na kuanza kukumbushia vitu ambavyo vilitokeaga huko zamani kumuhusu yeye. Lakini pia vile kuna history ambayo tumeielezea hapo awali kwamba kumbe inasemekana kwamba Harmonize bwana na Paula walikuwa wana mahusiano kabla ya kuwa katika mahusiano na Kajala. Hii ni issue ambayo alizungumza. Kuna hii A-list podcast ambayo ilikuwa imeanzishwa hivi karibuni. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba hawa A-list celebrities ya wakina Kajala, Irene Uwoya, Jacqueline Wolper pamoja na Aunt Ezekiel bwana wana podcast yao ambayo inaruka DStv. Sasa humo bwana ndipo Irene Uwoya akatoboa hiyo siri kwamba Harmonize na Paula walikuwaga na mahusiano huko zamani kabla ya Kajala, lakini baada ya Paula kwenda shule bwana ndio hivyo tena Harmonize akaamua kufall in love na Kajala na mwisho wa siku wakaingia katika mahusiano, lakini inaonekana kwamba hawa wawili bwana walikuwa kama vile walikuwa labda hawajamove on. Sasa na ndio maana huko baadaye baada ya mahusiano kupamba moto kati ya Harmonize na Kajala, Harmonize akataka tena kurudi kwa Paula kupasha kiporo. Hii ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewabakisha watu wengi sana mdomo wazi. Wadau mbalimbali huko mitandaoni wamebaki mdomo wazi kwamba baada ya kuthibitishwa kwamba kumbe inasemekana kuwa Harmonize na Paula walikuwa na mahusiano way back before ya Harmonize kuingia katika relationship na Kajala. Kwa hiyo drama ndo kama hizo zilizoibuka kuhusiana na hao wawili au kuhusiana na Harmonize katika kuelekea uzinduzi wa albamu yake, lakini pia kuna changamoto ambazo tumezizungumza kama ulivyosikiliza katika video zilizopita hapo awali. Ni kwamba tumeelezea kuhusiana na changamoto za Harmonize. Hizi ni changamoto ambazo zimekuwa zikimwandama mara kwa mara kwa sababu kila akiachiaga ngoma mara nyingi huaga kuna watu huaga wanazishusha ngoma zake, na hivi karibuni of course Harmonize amerelease tena single nyingine, lakini hiyo single nayo pia imekutana na changamoto zile zile kwamba imeshushwa huko YouTube. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikimwandama Harmonize kwa muda mrefu na ni jambo ambalo huaga linamrudisha nyuma kwa kiasi kikubwa. Kwani Harmonize bwana ni moja kati ya wasanii ambao wanainvest sana katika career yake ya muziki, alafu anapoachia project inakuja inatolewa YouTube inapotezewa ile momentum, yani inashindwa kufanya vizuri. Hizi changamoto siku hizi sio tu kwamba ni Harmonize peke yake, hata Mbosso pia tunakumbuka kwamba ilishawahi kumkuta ile ngoma yake ya DJ nayo pia ilishushwa YouTube mara tu baada ya kupanda na kufanya vizuri, kuna mtu akaja kaitoa. Hivi ni vitu ambavyo kiukweli huaga vinawakata sana wasanii.